nashukuru kwa kunipa sapoti. Nashukuru biashara yangu kidogo mmepata msingi hapa kidogo. Nashukuru pia Tanzania wenzangu kwa kunisaidia msingi wangu niweze kuboresha uwe mkubwa, na nina familia vile vile tangu wananitegemea kwa ajili ya biashara yangu. Ila nashukuru sana Tanzania wenzangu. Yes, leo nimekutana na mama mjasiriamali ambaye yeye anajihusisha na uuzaji wa ndizi, lakini pia anauza miwa, anauza mihogo. Nikatamani kuweza kuongea naye niweze kujua mambo mengi ambayo yanamsibu kwenye biashara yake, lakini pia aweze kuelezea biashara yake ameanza na mtaji wa bei gani. Mama kwema? Kwema. Wewe unafahamika kwa jina la nani? Mimi naitwa Mama Rizia. Mama Rizia. Jina lako kamili? Mariam. Mariam nani? Mariam Juma. Mariam Juma. Ongea sauti kidogo. Mariam Juma. Mariam Juma. Ni mwenyeji wapi mama? Mtu wa Tanga. Mtu wa Tanga. Mimi kuona kwa mbali nikatamani kujua kuhusiana na biashara yako. Biashara yako ina muda gani? Biashara yangu mimi na miaka karibu 5. Miezi mitatu. Miaka 5. Miaka mitatu. Miaka 5. Miaka 5. Na ni biashara ambayo unatembeza kila siku. Biashara yako imeanza na mtaji wa bei gani? Ilianza na mtaji wa 10,000. Mtaji wa shilingi 10,000. Na kwenye mtaji wa shilingi 10,000 ulianza kununua nini? Nilianza kununua ndizi, mihogo kidogo. Nikaanza kununua na parachichi. Basi. Ulianza kununua parachichi na ndizi. Kwa hiyo shilingi 10,000. Kwa kadri siku zinavyozidi kwenda ndio mtaji unavyozidi kukua, si ndio? Ndio. Ni changamoto gani ambazo unapitia kwenye biashara yako? Kuwa huru na funguka. Yaani changamoto ni hivi. Unaweza kukutana na mteja, kumwambia niletee nikatie labda muhogo, unatua lakini asinunue. Kaondoka. Sasa kwa hiyo biashara huwezi kuwa na hasira. Na wewe kwa siku unauza bei gani? Mimi kwa sasa hivi kwa siku naweza nikaongezea 10,000. Kwa siku unauza nikipambana kama vipisho. Nikipambana. Kwa siku unaweza kuongezea 10,000. Na vitu vikibaki wewe unavipeleka wapi? Na ulinavyo nyumbani. Una sehemu na vihifadhi au huwa vinaharibika au huwa vinafanyaje? Na vihifadhi tu. Napanga chini nyumbani pale kwenye beseni na viweka. Kesho tena nenda ongezea sokoni. Ila kuna maparachichi sengine hayakai mpaka kesho. Inabidi tutule. Sawa, hebu nikatie kwanza tatizo moja hapo. Biashara yako kweli ndizi nzuri? Kwa sasa wewe unaniambia unaishi sehemu gani? Naishi hapo Tabata Reli. Tabata Reli. Na una watoto wangapi? 3. Una watoto 3. Wanasoma? Wanasoma. Mama funguka. Wanasoma ndio. Wanasoma ndio kaka. Wanasoma kweli. Wanasoma. Wanasoma darasa ngapi? Mmoja anasoma la 7 lakini asomi hapa. Anasoma Chanika. Na mmoja anasoma la 2. Ila mmoja ndo anasoma chekechea. Baba yana kusupport kwa kiasi gani biashara yako? Hapo ndo changamoto kaka. Kwa hapo ndo changamoto. Changamoto yake inakuja nini? Yaani ni hivi. Unaweza ukawa labda kama hivi ulikuwa na mwanamume unaishi naye, si ndio? Nasema ulikuwa na mwanamume unaishi naye. Lakini katika maisha nakuaga muda uwezo wake ni mdogo. Akihela, fedha tuseme. Kwa hiyo inabidi mimi nikaamua tu nifanyaje na mimi nijiongeze. Kufanya biashara. Baba yeye anafanya kazi gani?